Hii ni 101 na Karim TZ. Katika ulimwengu huu unaozidi kuwa na mgawanyiko, kuna swali moja ambalo labda lingetugawanya zaidi kuliko jingine lolote. Je, huwa unaoga asubuhi au usiku? Au labda wewe ni mmoja wa watu ambao hawaogi kila siku? Bila kujali msimamo wako, unaweza kujiuliza, je, chaguo lako lina athari gani za kiafya katika mwili wako? Kwa wengi wetu, baada ya kuamka asubuhi na matongo, moja ya mambo ya kwanza tunayofanya ni kukimbilia kuoga. Watetezi wa kuoga asubuhi mara nyingi hubishana kuwa kutumia dakika 10 chini ya maji ya moto huwasaidia kuamka wakiwa wameburudika na wako tayari kuanza siku. Hata hivyo, wale wanaooga usiku hubishana kuwa kuoga kabla ya kulala huwasaidia kuondoa uchafu wa mchana kabla ya kuingia katika shuka na kulala kwa utulivu. Kuoga husaidia kuondoa uchafu, grisi na jasho kwenye ngozi yetu. Ikiwa hutaoga kabla ya kulala, mabaki haya hutulia kwenye shuka na foronya zako. Lakini si hivyo tu, ngozi yako hujaa vijidudu pia. Ukichunguza kwa ukaribu, ngozi yako utapata kati ya bakteria 10,000 na milioni 1 wanaoishi humo. Wanakula mafuta yaliyojificha na jasho lako. Ingawa jasho lako lenyewe halina harufu, misombo ya sulfur inayozalishwa na bakteria kama vile Staphylococcus hutoa harufu kali mno. Kwa hivyo kuoga kabla ya kulala kunaweza kuonekana kama chaguo la usafi zaidi, lakini kama kawaida ukweli ni mgumu kuliko huo. Ukioga usiku, unaenda kulala ukiwa msafi, lakini bado utatoa jasho usiku kucha, anasema Primrose Freestone, mwanabiolojia kutoka chuo kikuu cha Leicester nchini Uingereza. Kulingana na Freestone, hata katika hali ya hewa ya baridi, mtu bado hutoka jasho hadi nusu lita kitandani na kuweka seli za ngozi 50,000 kuwa chakula cha wadudu wachafu. Na bado utaunda jasho ambalo bakteria kwenye ngozi yako huchukua na husababisha harufu ya mwili. Kwa hiyo, unapoamka asubuhi baada ya kuoga usiku, bado utasikia harufu kidogo, Freestone anasema. Faida za kuoga usiku huonekana tu ikiwa unaosha matandiko yako mara kwa mara. Pengine ni muhimu zaidi kuosha shuka zako kuliko kuoga usiku, anasema Hall Wilkinson, mhadhiri mkuu kutoka uponyaji wa jeraha na microbiome kutoka chuo kikuu cha Hull nchini Uingereza. Kwa sababu ukiwa unaoga na kuacha shuka kwa muda wa mwezi mmoja, bakteria, uchafu na wadudu wa vumbi watakusanyika tu. Hili huleta tatizo kwani huongeza hatari ya mizio. Inawezekana pia kwamba kulala mara kwa mara na nguo chafu huongeza hatari ya maambukizo ya ngozi, ingawa ushahidi haujathibitishwa kwenye hilo. Baadhi ya wafuasi wa kuoga nyakati za usiku wanasema huwasaidia kulala vizuri, na kuna ushahidi wa kuunga mkono kwenye hili. Kwa mfano, uchanganuzi wa Meta uliolinganisha matokeo ya tafiti 13 uligundua kuwa kuoga kwa dakika 10 na maji au kuoga saa 1 hadi saa 2 kabla ya wakati wa kulala ulipunguza sana muda wa kupata usingizi. Inawezekana kwamba kuongeza joto la mwili kabla ya kupoa hutoa ishara kwa mwili kujiandaa kwa usingizi, ingawa utafiti zaidi unahitajika ili kuthibitisha hili. Kwa hiyo, pamoja na habari hii yote, tunawezaje kujibu swali la ikiwa ni bora kuoga asubuhi ama usiku? Freestone anapendelea kuoga asubuhi kwa kuwa hii itaondoa jasho jingi na vijidudu vilivyokusanyika usiku mmoja kitandani, ili kumwezesha kuanza siku yake ikiwa msafi na salama. Sasa swali kwako mpenzi mtazamaji, je,
Wewe unapendelea sana kuoga asubuhi ama unapendezwa na kuoga usiku? Kwa mengine mengi usisahau kutembelea channel yangu ya YouTube ya 101. Until the next time, bye bye. Pow!